pale watakapoondoka duniani, hawana hofu kule wanakoelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hum yahzanun, wala hawatakuwa ni wenye kuhuzunika kuyahuzunikia yale walioyaacha nyuma yao. Ayuhal muslimuna ibadallah, enyi waja wa Allah, taqwallah sababun litakfiri sayyiati wadhunub. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo sababu ya kupata mapenzi ya Allah, bali ni sababu ya kufutiwa makosa na madhambi, wa raf'i darajat, na kunyanyuliwa daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dhimu lahu ajra. Allah tabaraka wa ta'ala anasema atakayejipamba na sifa ya uchamungu, sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tamfutia makosa yake na atamnyanyua daraja. Ayuha almuslimuna ibadallah, almuttaqun maw'udun bi ashrafi maqam. Wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wameahidiwa nafasi zilizokuwa tukufu, nafasi zilizokuwa za juu mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Innal muttaqin fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Allah tabaraka wa ta'ala anasema innal muttaqina fi jannatin wa nahar, hakika wale waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala huko mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, fi jannatin wa nahar, watakuwa katika mabustani ya pepo, mabustani ambayo inapita chini yake mito, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, katika majalisi ambazo hazina aina yoyote ile ya upuuzi. Almuttaquna ibadallah ya'maluna bikitabillah, wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ambalo ndiyo lengo la saum, ya'maluna bikitabillah, wanakifanyia kazi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wacha Mungu wanaishi kwa mujibu wa Qur'ani, wanaishi kwa mujibu wa kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuhilluna ma ahalla Allah, wanayahalalisha yale aliyohalalisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuharrimuna ma harrama Allah, wacha Mungu wanaishi kuchunga yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwallah, almuttaqun la yakhununa al-amana wala yaqta'una ar-rahim. Wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wale walioipata takwa ambayo ilikuwa ndiyo madrasa ya ibada ya saum, inatulea na kutuandaa kuwa wacha Mungu. Falmuttaquna la yakhununa al-amana, wacha Mungu hawavunji amana, wacha Mungu hawana khiana, wacha Mungu hawakati udugu, wacha Mungu wanaishi kwa mujibu ya maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almuttaqun la yakdhibun wala yaghtabun wala yahsudun wala yahqidun wala yurabun. Wacha Mungu walioiva katika madrasa ya saum, wakapata ucha Mungu ambalo ndiyo lengo la saum. La yakdhibun, si waongo katika miamala yao, si waongo baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala, si waongo fima bainahum, wala yaghtabun. Wacha Mungu si wenye tabia ya kusengenyana, bali wacha Mungu la yahsuduna ibadallah, hawabebi hasadi katika nyoyo zao kwa waja wa Allah. Wacha Mungu hawabebi vifundo kwa ndugu zao Waislamu. Wacha Mungu la yataamaluna birriba, wacha Mungu hawana miamala ya haram, miamala ya riba. Madrasa ya saum imekuja kutulea tu wacha Mungu, na hizi ndio sifa za wacha Mungu. Ayuhal mu'minuna ibadallah, hafidhu ala thamarati shahrikum wa khairi zadikum yawma talqawna rabbakum. Ndugu zangu katika iman, yatakiwa kila mmoja miongoni mwetu ayalinde matokeo, ayalinde matunda yanayotokana na ibada yake ya saum, ailinde akiba ya ucha Mungu aliyoichukua pale atakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. أيها المؤمنون عباد الله، احذروا أن تكونوا من المفلسين يوم القيامة. Chukueni tahadhari ndugu zangu katika iman, usije ukajikuta ni miongoni mwa wale waliofilisika siku ya kiyama,
unasun jama'ul hasanat, watu ambao wamekusanya mema mengi katika swala zao, katika visimamo vyao, katika saumu zao, katika sadaka zao, katika kusoma kwao Qur'an na mengi ambayo tumewekeza khairi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hadhihi hasanatun jama'tumuha, haya ni mema mengi ambayo mmekusanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakin wal billah, wako ambao watakuja siku ya kiyama annahum mafalis, wakawa ni watu waliofilisika. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi yake ambayo ni sahihi anasema, innal muflisa man yati yawm alqiyama bi salatin wa siyamin wa zakat, hakika aliyefilisika ukweli na hakika ya kufilisika ni mtu atakayekuja siku ya kiyama ana swala, ana saumu, ana zaka, ana sadaka, anazo khairati nyingi sana, walakin ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا. Pamoja na hasanati zote alizozikusanya, lakini anakuja mtu siku ya kiyama anayo madeni mengi, amebeba dhima za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alimtukana yule, alimpiga yule, alimsingizia yule, alimwaga damu ya yule, alimvunjia heshima mtu mwingine. Fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati, anaanza kufilisiwa, yanachukuliwa mema yake wanapewa wale wanaomdai, inachukuliwa swala yake wanapewa watu wengine, inachukuliwa saumu yake wanapewa wanaomdai, zinachukuliwa sadaka zake wanapewa wanaomdai. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alayhi, mtume anasema itakapokuwa hasanati zake zimemalizika lakini madeni bado yamemwandama, ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar iyadhan billah, itachukuliwa katika mizigo yao, katika madhambi yao, atabebeshwa kisha atatupwa katika moto iyadhan billah. Wama zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah jalla wa ala hajawadhulum, haya ndio jazaan wifaqa, ni malipo stahiki kulingana na yale waliokuwa wakiyafanya. Ayuhal mu'minuna ibadallah, enyi waja wa Allah, i'lamu anna al-eid laysa liman labisa al-jadid lianna kulla jadidin sayabla walakinna al-eid liman ta'atuhu tazid. Ndugu zangu katika iman, hakika ya Eid ya ukweli sio kwa yule aliyevaa nguo mpya akatoka hali ya kuwa amependeza sana pengine kuliko watu wengine. La, lianna kulla jadidin yabla, kwa sababu kila kilichokuwa kipya kinachakaa na nguo iliyokuwa mpya inachakaa. Lakinna as-sa'id, lakini aliyefaulu na kufanikiwa, liman ta'atuhu tazid, ni yule ambaye uchamungu wake unaongezeka, ni yule ambaye ataishi maisha ya kulinda yale aliyowekeza katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ala faatbi'u siyama Ramadhan bi 6 min Shawwal, na kuhusieni kadhalika na yusia nafsi yangu kufuatisha baada ya kukamilisha saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha tuifuatishe Ramadhan kwa kufunga masiku 6 katika mwezi wa Shawwal. Fa innal hasanata bi'ashri amthaliha, kwa sababu Allah tabaraka wa taala kwa ukarimu wake yajzil hasana bi'ashri amthaliha, analipa Allah subhanahu wa taala 1 kwa 10. Jema moja anakulipa mema 10 ila 700 ila adhaafin kathira, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah analipa 1 kwa 10, 1 kwa 700 ila adhaafin kathira, mpaka nyongeza zilizokuwa nyingi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametufundisha akasema, man sama ramadhana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami dahr, yule ambaye amefunga mwezi wa Ramadhan, amekamilisha mwezi wa Ramadhan, kisha akafuatisha masiku 6 katika mwezi wa Shawwal, Allah tabaraka wa taala anamlipa malipo kana kwamba amefunga mwaka mzima. Ndugu zangu katika imani, hii ni fursa ambayo kila mmoja miongoni mwetu apupie kwamba isimpite fursa hii. Wale wenye madeni
baada ya kuwa umemaliza madeni yako katika mwezi wa Ramadhan, hakikisha ndani ya Shawwal unapata fursa ya kufunga masiku 6 ili upate hii ikram ya Allah subhanahu wa ta'ala. وصلوا على نبيكم الكريم فقد أمركم الله بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اهد قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala ametujalia sisi umma wa Kiislamu akatupa sikukuu ambayo tunafurahikia na kusherehekea, lakini sikukuu ya Muislamu inakuwa baada ya kutekeleza maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sikukuu ya Eidul Fitri Allah ameijalia ni baada ya kukamilisha ibada adhim ya kufunga. Ndio Allah tabaraka wa taala akasema wal tukmilul idda walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Na katika namna ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kuishi katika sikukuu yetu hii ya leo kwa kujiweka mbali na maasi. Tuishi katika siku ya leo kwa kutembeleana, kwa kufurahi, furaha zisizochupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati tunasherehekea katika namna ya kuchupa mipaka ya Allah tabaraka wa ta'ala ni pamoja na kufanya israf. Ndugu yangu katika iman, wakati unafurahi jiweke mbali na israf. Usije ukaingia katika kundi la wale wanaochukiwa na Allah, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala la yuhibbul musrifin. Ndugu zangu katika iman, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie mwezi wetu mtukufu wa Ramadhan tuliofunga, azitakabali dua zetu tulizoziomba, atujalie tulifikie lengo ambalo ni uchamungu, tuishi maisha ya uchamungu. Ibada ya Muislamu ndugu zangu katika iman haifungamani na Ramadhan, fa inna rabba Ramadhan huwa rabbu jami'i shuhur. Yule Mola wa Ramadhani uliokuwa ukimwabudu katika Ramadhan ndiye Mola wa miezi mingine. Kwa hiyo ibada ya Muislamu haina rikizo, bali Allah tabaraka wa taala anatueleza wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Endelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka yaqini itakapokufika ambayo ni mauti. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu rabbuna jawadun karim wa huwa ala kulli shay'in qadir. Eidukum mubarak wa kullu amin wa antum bi khair wa taqabbala Allahu minna wa minkum. Jamani, wale waliochelewa kusali Idi kwenye mabasi wamchelewi, salini dhuha, hatusalishi mara pili. Na watoa zakatul fitri uwanjani hapa, tunakuja kusali Idi, sio zakatul fitri. Mbona tambi mnawahi kufika, chai mnawahi kufika, fitri ndio mnachelewa? Zilete hapa tuzipeleke kijijini hizo, zilete hapa, hizo ni sadaka. Swali akida, na kuomba mwenyekiti ufike hapa mbele, kuna amana tukukabidhi. Akida, na kuomba ufike mbele hapa. Ndugu zangu Waislamu, tunajitahidi kuweka matundubari kwa ajili ya kuswalia watu, na michango yenu hii ndio inatusaidia katika hizi harakati. Alhamdulillah, hizi speaker ambazo mnaziona tumenunua kutokana na michango ambayo tumepewa, na mmoja katika sisi amejitolea kiasi kikubwa, kiasi ambacho alhamdulillah ndio kimetusaidia kununua hizi speaker. Na hapana mic, hizi zinaitwa speaker za honi tumenunua 4, na tumenunua zile high quality ambazo zinatumika alharam, ni ghali sana. Tumenunua ili tuepuke masuala ya kukwama speaker, bado kutimiza amplifier tu.
Ndugu Waislamu, mwezi wa sita kuna kongamano kubwa sana Mwanza. Mwezi wa sita tuwe shika na hii. Usizumu mimi na usizumu wote. Mongelea hivi. Sogea kidogo. Naam, asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Idi Mubarak wale wote wanatuzama kupitia TV Iman. Muda mchache uliopita tumemaliza swala ya Eid al-Fitr katika uwanja wa shule ya msingi Mirongo, na tumepata bahati kubwa alhamdulillah katika siku hii ya Eid tumepata khutba kutoka kwa shekhe wa msikiti wa Abeid, imamu mkuu wa msikiti wa Abeid hapa jijini Mwanza, Sheikh Shahid Mohamed Zaid, na tuko naye hapa kwa ajili ya kuzungumza naye mawili matatu kutokana na tukio lote zima na katika ile tunayoelekea katika siku zijazo. Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Nipate kusikia kwanza unajisikiaje baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia leo hapa? Alhamdulillah rabbil alamin, kwa hakika nina furaha kubwa sana. Furaha inatokana na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha, alituchagua tukaingia katika Ramadhani, hatimaye tumemaliza Ramadhani kwa uzuri, ametupa afya. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru, lakini nina haki ya kufurahi kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza furaha ya Muislam ni pale anapokamilisha taa. Kwa hiyo alhamdulillah, Allah ametuwafikisha, tumekamilisha, tuna haja ya kufurahi. Ni sunna hii Waislamu siku ya leo wawe ni wenye furaha. Kwa yule ambaye hakupata nafasi ya kusikia mtu aliyefilisika, umemgusia hapa, hebu wafahamishe kidogo na kutazama kwa ufupi. Hakika wallahi ni jambo la kuchukua tahadhari, kwa sababu tunakusanya mema mengi tunawekeza katika Ramadhani, lakini kuna uwezekano mkubwa haya mema yote ambayo tumeyakusanya yakawa yameteketea. Ndio tukakumbusha Waislamu wachukue tahadhari na haki za watu, kwa sababu kufilisika ni kwamba anaweza mtu kufanya matendo mazuri alafu anawadhulumu waja wa Allah. Mwisho wa siku ya kiyama tunalipana thawabu, hatulipani pesa wala kitu kingine. Kwa hiyo ikifika siku ya kiyama watakuja wanaomdai mtu, wataanza kuchukua hasanati zake. Swala itachukuliwa, zaka itachukuliwa, somo itachukuliwa, sadaka itachukuliwa na mambo mengine. Kwa hiyo kuna haja mtu kuchukua tahadhari kuyalinda matendo yake. Umegusia pia namna ambavyo watu watakiwa washerehekee Eid zao. Watu wanateleza wapi mpaka wanapitiliza siku kuu ya Eid? Naam, pahala wanapoteleza watu ni pale wanapojisahau wakaamini kwamba wako free, wana uhuru. Muislamu hana uhuru. Muislamu anaishi kwenye mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uhuru wa Muislamu ni pale ambapo anasimama kwenye mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kusimama katika sheria na mipaka sio maana yake tumenyimwa uhuru, bali hapo ndio pahala sahihi, kwa sababu Mola wetu anajua ni mambo gani yana maslahi na sisi na ni mambo gani yana madhara na sisi. Kwa hiyo kila alichotukataza kina madhara na kila alichoturuhusu kina manufaa. Kwa hiyo raha na furaha ya kweli ni kusimama pale kwenye mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaenda kwenye mwezi wa Shawwal ambao tayari tupo. Lolote la kuzungumza na Waislamu hasa kuhusu ile funga na fawaid zake? Naam, hakika ninalo la kuzungumza. Waislamu wasiende likizo baada ya Ramadhan. Ramadhani ilikuwa ni kama semina tu ya kwamba kumbe tunaweza tukaishi maisha mazuri ya kufunga yakatuweka karibu na Allah. Sasa mwezi wa Shawwal Allah Jalla wa Ala ametupa nyongeza nyingine. Tumefunga Ramadhani, tumemaliza, anatupa nyongeza nyingine kwa ajili ya kuongeza thawabu zetu. Kwa hiyo Waislamu, Allah tusidhani kwamba pengine funga ya Shawwal ni baadhi tu ya watu. Manake baadhi ya vijana wanaweza wakadhani hii ni maalum kwa wazee. Hapana, bali kijana anahitaji zaidi, kwa sababu ucha Mungu kijana na uhitaji zaidi, bado ana damu inachemka bado hivyo. Kwa hiyo tunahusia sana vijana wafunge siku 6 hizi ili waweze kupata thawabu na ujira wa saumu ya mwaka mzima, na hii ni ofa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia. Jazakallahu khair. Allahumma amin.
Haya, ni Sheikh Shahid Mohamed Zaid huyo, tumezungumza naye dakika kidogo hapa kuhusu namna ambavyo tumemaliza mwezi mtukufu Ramadhani, na sasa tuzungumze na mwenyekiti wa Safina Islamic Foundation Al-Habib Bibu, wanamuita hivyo. Asalamu alaykum warahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali Sheikh? Alhamdulillah. Eid Mubarak. Takabbarallahu minna wa minkum. Tusikie lolote kutoka kwako, tumemaliza mwezi mtukufu Ramadhani, tumesali Eid leo, unajisikiaje? Mashaallah. Kwanza nishukuru Allah kwa kumaliza Ramadhani vyema, afya zetu zikiwa imara, na akatuwezesha kufika swala ya Eid leo ambao tumefanya hitimisho la Ramadhani, na tunamuomba Allah atujalie tufike Ramadhani ijayo inshallah. Una lipi la kuzungumza tena kile ambacho Khatibu Sheikh Shahid Mohamed Zaid amekigusia siku hii ya leo? Mashaallah. Sheikh wetu Sheikh Shahid, Allah muhifadhi. Kwa kweli Sheikh ameenda nyanja mbalimbali, na alhamdulillah tunashukuru Mungu tumemuelewa, na yote aliyotuasa inshallah tutafanyia kazi. Lipi limekugusa? Mengi sana. Kwa ufupi. Kwa kweli yote, karibia yote ametugusa umma mzima. Okay. Una lipi la kuzungumza sasa, tumemaliza mwezi, una lipi la kuzungumza? La kuzungumza ni kwamba tushikamane kama Sheikh alivyotuasa, ili tuweze kuwa wamoja lazima tushikamane. Na la kuzungumza ni kwamba tunalo kongamano la mwezi wa 6 ambalo ni la East Africa, litajumuisha nchi za East Africa, na kongamano hili maandalizi yameishaanza tayari, na inshallah tunaomba Waislamu wana Mwanza, wa Tanzania kwa ujumla, wote kujumuika kwa ajili ya kongamano hili lijalo, ili tuweze kupokea wageni wetu wa nchi mbalimbali. Litafanyika wapi kwa yule ambaye upata nafasi ya kusikia? Kongamano hili litafanyika uwanja huu tulioswalia Eid, kwa sababu leo tumefanya tathmini ya watu waliokuwepo, na alhamdulillah tathmini yetu imekuwa ni nzuri. Imetupa matumaini uwanja huu unaweza kupokea watu wengi zaidi na zaidi. Na la kumalizia ni kwamba baadaye tutatoa account number kwenye misikiti mbalimbali na lipa namba kwa ajili ya wale ambao watakaojitolea kuchangia kutuwezesha. Kwa hiyo tunakaribisha kampuni, taasisi mbalimbali kwa ajili ya kuliendea hili kongamano la mwezi wa 6 insha Allah. Jazakallahu khair. Amin. Haya, ni mwenyekiti wa Safina Islamic Foundation alikuwa akizungumza kuhusu majina yako na yule ambaye hafahamu, kwa nini umekuwa wa kwanza leo hapa? Naitwa Sheikh Said Al-Timimi, ni mmoja katika naibu mudiri wa taasisi ya Ansar Sunna, kwa hiyo ni msimamizi mkuu wa hii swala ya Eid hapa uwanja wa Mirongo. Naam. Una lipi la kuzungumza? Tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani na leo tumeidiriki swala ya Eid al-Fitri. Kwa hakika hakuna la kuzungumza isipokuwa ni kuwahusia Waislamu pamoja na kujihusia sisi wenyewe. Hii ni siku za Eid, tujitahidi sana kuwa karibu na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala na kuyaepuka maasi katika aina mbalimbali za maasi, kupitia mavazi, music, starehe zote ambazo zinaelekea kwa maasi Allah tuziepuke, ili tuwe karibu na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Tumemaliza mfungo kwa mambo ya kheri, na tuendelee baada ya mfungo kudumu katika mambo ya kheri ili tupate fadhila za huu mwezi mtukufu Ramadhani. Khatibu Sheikh Shahid Mohamed Zaid wa leo amezungumza mambo mengi. Kipi kimekugusa na unaenda kukifanyia kazi? Kwa hakika Sheikh wetu amezungumza mambo mazito mengi, akatuhusia ucha Mungu, na ndilo ambalo zaidi limeniathiri. Na ni wengi imekuwa Ramadhani kama ni mtindo na ada. Ramadhani inakuja inakwisha, watu wanarudia katika maovu, mtu ana mambo yake anarudia katika maovu yake. Kwa hiyo ametuhusia ucha Mungu na mengi ambayo ametuhusia hatuna nafasi ya kuyazungumza hapa, muda utakuwa ni mrefu, lakini la ucha Mungu nimelithamini zaidi na kulizingatia zaidi, kwa sababu tunateleza katika hilo. Kitu cha kuambia wanakutazama kwa muda huu tukimalizia ni kuomba wana Mwanza tushirikiane katika misingi ya sunna na tuwe wamoja, tuache kubaguana, tuache chuki baina yetu, tujenge umoja na kuweka ufanisi kwa sababu ya maslahi ya umma. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Anaitwa Sheikh Said Al-Timimi. Said Al-Timimi. Swala hii ya Eid al-Fitri
yeye ndo msimamizi kutokana katika kitengo cha Muslim Ansar Muslim Youth Center. Tunamalizia mazungumzo yetu na ni mwenyekiti wa The Islamic Foundation kanda ya Ziwa, mzee wetu Al-Habib Abeid. Assalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nimekutaja lakini watazamaji watamani kukufahamu zaidi. Kwa jina naitwa Abdul Hakim Abeid Said. Unajisikiaje? Tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani na leo tumeidiriki swala ya Eid al-Fitr. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha kufunga mwezi mzima na kufanya ibadati na kufanya kazi zingine za kijamii. Alhamdulillah rabbil alamin. Shukrani kubwa tunampelekea Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu bila yeye tusingeweza kufikisha kama hizi. Na alhamdulillah, na leo tumekamilisha, tumekuja kusali katika msalla na alhamdulillah sala ya Eid imekamilika. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi, kwa maana hiyo hali hiyo imekuwa vizuri na tumeweza kusali kwa pamoja. Hili ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khatibu Sheikh Shahid Mohamed Zaid amezungumza vitu vingi leo. Kipi kimekugusa na unaenda ukifanyia kazi moja kwa moja? Kwamba watu waondoe vinyongo, waondoe chuki ambavyo ni vitu muhimu katika Uislamu. Ndio tunafundisha kukaa, kusemana na nini. Hivi vitu kweli vinarudisha nyuma, badala kuendelea mbele watu wanabakia kwenye maneno vidogo vidogo ambayo havina tija, na shetani anapata nafasi ambayo mambo yote yanasimama kutokana na maneno. Una chochote cha kuzungumza na wanakutazama muda huu? Tumemaliza mwezi mtukufu Ramadhani, nini tukielekea? Inshallah baada ya Ramadhani watu wawe turudi kama tulivyokuwa kwenye Ramadhani, na tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mungu atuwezeshe na wajalie wale wagonjwa wetu wapone, na wenye matatizo Mungu awafanyie wepesi na mambo yaende vizuri inshallah, ili watu waweze kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallahu khair. Waiyakum. Anaitwa Abdul Hakim Abeid, yeye ni mwenyekiti wa The Islamic Foundation kanda Ziwa. Niko na miongoni mwa viongozi hapa, atajitambulisha na utafahamu amekuwa hapa leo kama nani. Assalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Majina yako? Naitwa Jidawi Hazza Mohamedi. Mimi ni mmoja wa viongozi ambayo miaka mingi tumekuwa tunashughulikia swala hili la kusalia viwanjani, na alhamdulillah kila siku zinavyozidi kwenda na watu wanazidi kuelewa na wanazidi kuongezeka. Changamoto, sababu umezungumza hilo swala, changamoto inapatikana wapi tangu mwanze kulishughulikia hili swala la watu kusali viwanjani? Wallahi changamoto linakuwepo kwa sababu ni sehemu mbalimbali watu wanatoka, kwa hiyo tunapata changamoto ya kuwapa watu matangazo. Tunajitahidi miundombinu, tunajitahidi kukodisha vitu, lakini alhamdulillah sasa hivi tumeungana na msikiti wa Al-Abeid kidogo, na wenyewe wametupa na nguvu kidogo. Sasa hivi tunashukuru Mungu, watu wanazidi kwa tangu tuanze kuungana nao karibu mwaka wa 3 wa 4 huu, alhamdulillah tunapata waumini wa kutosha. Tuna changamoto tu ya kuwa sasa hivi watu wanakuwa wanachelewa. Ukiwaambia kuswali saa 1:30 watu wanachelewa kuja, ukiwaambia kuswali saa 2 vile vile wanachelewa kuja, lakini wanachelewa kuja kutokana na hali ilivyo na umbali unaotoka. Msimu huu kidogo umebadilisha, baada ya saa 1:30 Eid al-Fitr mmesali saa 2 kamili. Mligundua nini hapo? Eid al-Fitr tumegundua saa 2 kamili kwa sababu watu wengi baada ya kuswali huwa wanachelewa. Kwa hiyo tumeamua tupandishe muda mpaka saa 2 kamili. Lakini Eid ya kuchinja mara nyingi tunaomba iwe saa 1:30 kwa sababu watu kimaliza wakafanya ibada ya kuchinja. Una lolote la kuzungumza na wanamwanzo na kutazama muda huu hapa? Mimi naomba wanamwanzo tushirikiane, tuwe kitu kimoja. Mungu ametujali tumefunga Ramadhani kwa vizuri, na sasa hivi tumemaliza Ramadhani, tumeswali Eid. Tuendelee kuwa kitu kimoja, tuache faraka ndogo ndogo hizi, tuwe kitu kimoja, tupendane, tuendeleze mapenzi kama tulivyoambiwa katika dini kwamba Waislamu ni wawe kitu kimoja. Jazakallahu khair. Shukrani sana. Haya, katika wale ambao wanapambania swala zima la watu kuswali swala ya Eid katika viwanja, huyu ni miongoni mwa wale walifanikisha hili. Kutoka katika viwanja hivi vya Mirongo, mimi ni Khamis Abdallah, kwako studio.